Israel imeendeleza mashambulizi katika ukanda wa Gaza licha ya wito wa rais wa Marekani Donald Trump. Israel imesema wanajeshi wake bado wanaendelea na operesheni katika ukanda wa Gaza na imewaonya wakazi wasije wakarudi katika maeneo hayo ambayo wameondolewa licha ya miito kutoka kwa familia za mateka na rais wa Marekani Donald Trump za kusitisha mapigano mara moja. Hata hivyo, mnamo siku ya Jumamosi, Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu wa Israel alitangaza kwamba wanajeshi wake hawatafanya tena mashambulizi, lakini Israel ikaanzisha upya mashambulizi katika eneo hilo la Gaza City. Rais Trump alitoa wito wa kusitishwa kwa mashambulizi kwa Israel, mshirika mkuu wa Marekani, baada ya kundi la wanamgambo wa Kipalestina Hamas kusema kuwa liko tayari kuachilia mateka wote na kuanza mazungumzo kuhusu mpango wake wa kumaliza vita vilivyodumu kwa takribani miaka miwili. Katika taarifa iliyotolewa kuanzia siku ya Ijumaa, kundi la Hamas lilitangaza kuidhinisha kuachiliwa kwa mateka wote walio hai na waliopoteza maisha kwa mujibu wa mpango wa kubadilishana uliomo katika pendekezo la Rais Trump. Baadaye Trump aliandika katika mtandao wake wa kijamii wa Truth Social kwamba kwa kuzingatia taarifa iliyotolewa na Hamas, naamini wako tayari kwa amani ya kudumu. Israel lazima isitishe mara moja mashambulizi ya Gaza ili tuweze kuwaokoa mateka kwa usalama wa haraka. Afisa mwandamizi wa Hamas alisema Jumamosi kuwa kundi hilo liko tayari kuanza mazungumzo mara moja ili kukamilisha masuala yote. Afisa mwingine wa Hamas alisema kuwa Misri, ambaye ni mpatanishi katika mzozo wa kusitisha mapigano, itakuwa mwenyeji wa mkutano wa makundi ya Kipalestina ili kuamua mustakabali wa Gaza baada ya vita. Pendekezo la Trump linataka kusitishwa kwa mapigano, kuachiliwa kwa mateka ndani ya saa 72, kuondoka kwa majeshi ya Israel hatua kwa hatua kutoka Gaza na kuharibiwa kwa silaha za Hamas. Pia limebainisha kuwa Hamas na makundi mengine hayatakuwa na nafasi yoyote katika uongozi wa Gaza, ambapo usimamizi wa eneo hilo utakuwa chini ya chombo maalum kitakachosimamiwa na mamlaka ya mpito baada ya vita chini ya Rais Trump mwenyewe. Hitaji la Rais Trump la kusitisha vita mara moja ni muhimu ili kuzuia madhara makubwa na yasiyorekebika kwa mateka, limesema jukwaa la familia za mateka na waliopotea katika taarifa hiyo. Tunamwomba Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu aamke mara moja na aanze mazungumzo ya haraka na yenye ufanisi ili kuwarudisha mateka wetu wote nyumbani. Kumekuwa na mashambulizi makali licha ya kauli za Rais wa Marekani Donald Trump. Licha ya wito wa Trump, kitengo cha ulinzi cha raia wa Gaza kilisema kuwa Israel ilitekeleza mashambulizi kadhaa katika jiji la Gaza usiku kucha, huku hospitali za karibu zikiripotiwa majeruhi. Usiku ulikuwa na vurugu sana, ambapo jeshi la Israel lilifanya mashambulizi ya anga na mizinga katika jiji la Gaza na maeneo mengine ya ukanda huo, licha ya wito wa rais wa Marekani Donald Trump wa kusitisha mashambulizi. Msemaji wa kitengo cha ulinzi wa raia huko katika ukanda wa Gaza, Mahmoud Basal, aliliambia shirika la habari la AFP. Basal amesema kitengo chake na kikosi cha uokoaji kinachofanya kazi chini ya mamlaka ya Hamas, alisema karibia nyumba 20 zilibomolewa usiku huo. Jeshi la Israel limesema linaendelea na operesheni zake katika jiji la Gaza na likiwaonya wakazi wasije wakarejea tena katika maeneo hayo. Wanajeshi wa IDF bado wanafanya operesheni katika jiji la Gaza na kurudi huko ni hatari sana. Kwa usalama wenu, epukeni kurudi kaskazini au kukaribia maeneo ya shughuli za wanajeshi wa IDF hata katika ukanda wa Gaza upande wa kusini, alisema msemaji wa jeshi kwa lugha ya Kiarabu Kanali Avichai Andri kupitia ukurasa wa X. Mkuu wa tume ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa Volker Turk amesema Jumamosi kuwa mpango wa amani wa Rais Trump kuhusu Gaza ni fursa muhimu ya kusitisha mwagaji damu, mateso katika eneo la Palestina moja kwa moja. Hii ni fursa muhimu kwa pande zote na mataifa yenye ushawishi kuifuatilia kwa nia njema na kusitisha moja kwa moja mauaji na mateso huko katika ukanda wa Gaza, kulijaza eneo hilo kwa msaada wa kibinadamu na kuhakikisha kuachiliwa kwa mateka pamoja na Wapalestina wengi waliokamatwa, ofisi hiyo ilisema. Endelea kuwa nasi na usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel yetu hii. Naitwa Adam Hussein.